Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Meli ya kivita ya China Anqing yafanikiwa kufanya mazoezi ya kwanza ya kufyatua risasi halisi. China yazindua miradi 100 ya mfano wa viwanda vya 5G ili kuharakisha mabadiliko ya kidijitali ya viwanda. Maonesho ya sanaa yafanyika ndani ya kituo cha anga cha China cha Tiangong na katika makumbusho ya Beijing. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Meli ya kivita ya China Anqing imefanikiwa kufanya mazoezi yake ya kwanza ya kufyatua risasi halisi baharini. Hatua hiyo inaonyesha utayari wake wa kijeshi na uwezo wa kiutendaji. Roral Mutie anaripoti. Meli ya kivita ya China iitwayo Anqing imefanikiwa kukamilisha mazoezi yake ya kwanza ya kufyatua risasi halisi baharini katika eneo maalum la bahari ya Mashariki ya China, ikionyesha utayari wake wa kiutendaji na uwezo wa kivita. Meli hiyo iliingizwa hivi karibuni katika jeshi la wanamaji chini ya kamandi ya Mashariki na ilifanya mazoezi yake hayo baharini pamoja na aina nyingine kadhaa za vyombo vya baharini. Katika awamu ya kwanza ya mazoezi ya kufyatua risasi halisi, makombora yalionyesha kupotoka kidogo. Wang Fuling, mwanajeshi mkongwe aliyewahi kuhudumu kwenye meli za kivita, alifanya marekebisho yaliyowezesha kulenga shabaha zote kwa usahihi. At the beginning, the first two projectiles showed some deviation, but we had already had a plan in advance for a situation like this. So, we made corrections immediately, and all subsequent shots hit the target precisely, meeting our training expectations. Alisema kuwa ingawa maendeleo ya vifaa vinaleta faida kubwa, pia yanaweka viwango vya juu zaidi vya majaribio kwa udhibiti wa kisaikolojia na ujuzi wa uendeshaji. After comparing these three types of destroyers, my impression is that the equipment on board is becoming increasingly advanced. Operating such advanced equipment gives us greater confidence in winning battles and a firmer determination to defeat any powerful enemies. Ikiwa imewekwa mifumo ya kisasa ya tahadhari ya mapema na utambuzi, maafisa na wanajeshi walioko ndani ya meli hii pia wanaendelea kufanya mafunzo ya tahadhari ya mapema na utambuzi katika mazingira magumu ya kielektroniki, wakitumia shabaha halisi ya baharini na angani. We conduct early warning and detection training based on the situation of existing maritime and air targets to detect objects at an early and distant stage, in efforts to enhance the troops' skills and capabilities on active duty, and achieve the integration of personnel and equipment as soon as possible. China itaongeza zaidi msaada wa kifedha uliolengwa kwa ubunifu wa kiteknolojia, ikiwa ni pamoja na kuimarisha msaada wa mikopo kutoka benki. Maafisa walitangaza katika mkutano wa kubadilishana na kukuza masuala ya teknolojia na fedha uliofanyika Jumanne. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Katika mkutano huo ulioratibiwa kwa pamoja na Benki ya Watu wa China, Wizara ya Sayansi na Teknolojia pamoja na idara nyingine, maafisa walieleza kuwa nchi hiyo itaendelea kuimarisha mageuzi ya kimuundo ya upande wa ugavi wa fedha, kuharakisha ujenzi wa mfumo wa fedha unaoendana na ubunifu wa sayansi na teknolojia, na kutoa huduma bora zaidi za kifedha kusaidia kujenga taifa lenye nguvu katika sayansi na teknolojia. Mwaka 2025, huduma za mikopo kwa biashara ndogo na za kati za kiteknolojia zilizoongezeka. Soko la teknolojia katika soko la dhamana lilikuwa kwa kasi. Uwekezaji wa mitaji hatarishi, yani venture capital, na uwekezaji binafsi, yani private equity, uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ubora pamoja na ufanisi wa huduma za kifedha kwa ubunifu wa teknolojia uliimarika. Soko la China la ubunifu wa sayansi na teknolojia, linalofanana na Nasdaq, lijulikanalo kama soko la Star, pia limeelekeza mtaji zaidi katika maeneo husika kusaidia ubunifu wa teknolojia, kulingana na maafisa wa tume ya udhibiti wa dhamana ya China. Kwa sasa zaidi ya kampuni 600 zimeorodheshwa katika soko la Star, zikikusanya jumla ya yuan bilioni 960.
Mikopo ya biashara ndogo ndogo na zakati za kiteknolojia iliongezeka kwa asilimia 19 mwaka hadi mwaka mwishoni mwa mwaka 2025, ikidumisha kiwango cha ukuaji cha takriban asilimia 20 kwa mwaka wa 3 mfululizo. Dhamana ya ubunifu wa sayansi na teknolojia zilifikia jumla ya utoaji wa yuan trilioni 2.1 kama dola za Kimarekani bilioni 305 hivi, huku yuan trilioni 1.2 zikiwekwa katika benki. Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari ya China siku ya Jumatano ilizindua matumizi ya kawaida ya viwanda vya 5G ya mwaka 2025, ikijumuisha miradi 100 ya mfano ya viwanda vya 5G iliyochaguliwa kutoka maelfu ya miradi kote nchini ili kuharakisha uboreshaji wa sekta ya uzalishaji nchini humo. Tom Mwanjala na taarifa hiyo kwa kina. Matumizi haya yaliyochaguliwa yanahusisha sekta muhimu kama vile utengenezaji wa vifaa, bidhaa za matumizi, malighafi, teknolojia elektroniki na habari, nishati na usafirishaji. Viwanda hivi vimefanikiwa kuongeza uzalishaji, kupunguza gharama za uendeshaji na kuboresha ubora wa bidhaa kutokana na mtandao wa 5G kufikia zaidi ya asilimia 99 ya maeneo yake. Miradi hii 100 inaonyesha kikamilifu mahitaji ya ujenzi, suluhisho na thamani ya viwanda vya 5G. Inatoa mifano inayoweza kuigwa na kupanuliwa kwa viwanda vya ubora wa juu vya 5G na kutoa suluhisho la Kichina kwa mabadiliko ya kidijitali na ya akili katika sekta ya viwanda. Maendeleo haya yanafuatia juhudi kubwa za wizara hiyo katika kukuza matumizi makubwa ya 5G plus mtandao wa viwanda mwaka wa 2022. Tangu wakati huo, programu hiyo imechochea ujenzi wa zaidi ya mitandao 23,000 maalum ya 5G. 5G inawezesha ukusanyaji wa data nyingi kwa wakati halisi kutoka maeneo ya uzalishaji na kuweka msingi wa maendeleo ya haraka ya akili bandia. Imeifanya 5G Plus, mtandao wa viwanda, kuwa uwezo muhimu kwa mabadiliko ya kidijitali na ya kiakili ya makampuni na kuwa miundombinu muhimu kwa kuendeleza viwanda vya kisasa na kukuza nguvu mpya za uzalishaji. Wanaanga wa chombo cha angani cha Shenzhou 21 wamefanya maonyesho ya sanaa ndani ya kituo cha anga cha Tiangong na katika makumbusho ya Beijing. Hili ni onyesho la 5 kufanyika ndani ya kituo cha anga cha Tiangong. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Maonyesho ya sanaa yaliyowasilisha michoro 80 iliyochorwa na vijana yalifanyika kwa wakati mmoja siku ya Jumatano ndani ya kituo cha anga cha China cha Tiangong, ambacho kinazunguka takriban kilomita 400 juu ya uso wa dunia, na pia katika makumbusho ya Capitol jijini Beijing. Kazi hizo za sanaa zenye mada mashujaa wangu wa mfano moyoni zilionyeshwa na kufafanuliwa na wafanyakazi wa ujumbe wa Shenzhou 21 wanaojumuisha kamanda wa safari Zhang Lu pamoja na wanaanga Wu Fei na Zhang Hongjiang wakati wa misheni yao ndani ya kituo hicho cha anga. Tukio hilo lilianza kupokea michango ya kazi za sanaa mwezi Julai 2025 na kuchagua michoro 80 kutoka zaidi ya kazi 15,000 zilizowasilishwa na vijana kutoka kote nchini China. Mnamo Oktoba 31, kazi zilizochaguliwa zilipelekwa kwenye kituo cha anga cha China kupitia chombo cha anga chenye rubani cha Shenzhou 21. Aidha, maonyesho moja kwa moja katika makumbusho ya Beijing yamekusanya pamoja kazi zilizoonyeshwa katika matoleo 5 ya kwanza ya maonyesho hayo na kufanya hili kuwa onyesho la kwanza la jumla la makusanyo yote 5. Maonyesho hayo yataendelea hadi tarehe 24 Mei. Maua ya tulip yamechanua kikamilifu katika jiji la Jumadian nchini China, ikipamba mandhari kwa rangi angavu. Wageni wengi wanamiminika kufurahia mandhari ya majira ya mchipuko na kupiga picha. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Zaidi ya hekta 33 za mashamba ya tulip zikiwa na aina zaidi ya 100 na mchanganyiko wa rangi 56 zimechanua katika kaunti ya Swiping. Wageni wamekuwa wakitembea katikati ya mashamba hayo yenye rangi tele, wakipiga picha na video, huku wakifurahia kwa kina mandhari ya kuvutia ya majira ya kuchipua.
Ni pazuri sana hapa kuona tulip hizi za rangi mbalimbali. Nimepiga picha na video nyingi. Kuwa nje katika hali hii ya hewa ya joto ya machipuko kunanipa furaha kubwa. Mwaka huu zaidi ya maua milioni 4 ya tulip yamepandwa. Ili kurefusha muda wa kuchanua, wakulima wa bustani wametumia mbinu ya upandaji wa hatua kwa hatua, hali inayotarajiwa kufanya maua hayo yadumu hadi mwishoni mwa Aprili. Mbali na maua hayo, eneo hilo la utalii limeboreshwa kwa kuongeza nyasi za kupumzikia zenye mwanga wa jua, maeneo maalum ya kupiga picha pamoja na huduma mbalimbali za burudani, na hivyo kulifanya kuwa kivutio bora kwa utalii na mapumziko. Hatua hii pia imeleta manufaa ya kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo, ikiwemo kuongeza kipato cha kijiji na kuunda fursa mpya za ajira. Maua mabichi kutoka mkoa wa Yunnan, China yameanza kuibuka kwa wingi katika bustani za kisasa. Mafanikio haya yametokana na teknolojia za kilimo za kisasa, ufanisi wa ugavi na ongezeko la mahitaji kimataifa. Zakia Pong ana mengi zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Maua mabichi yaliyochanua kutoka mkoa wa Yunnan, kusini magharibi mwa China, yanaibuka katika uwanja wa dunia, yakichochewa na teknolojia za kiuvumbuzi za kilimo, ufanisi wa ugavi na ongezeko la mahitaji kimataifa. Katika bustani ya kisasa ya maua mjini Lijiang, safu za mawaridi, yungiyungi na carnation zinashamiri ndani ya nyumba maalum za kisasa za kijani, zikiendeshwa na udhibiti wa kisasa wa hali joto na mifumo inayoingiliana na maji na mbolea. Kwa mujibu wa Zhang Lihui, meneja wa bustani hiyo, eneo la bustani hiyo inachukua karibu ekari 73.33 na lina mita 3.5 za nyumba za kisasa za kijani, zikiwa na usimamizi wa kisasa wa hali joto na mifumo inayoingiliana na maji na mbolea, kuongeza mavuno na kuhakikisha ubora wa bidhaa. Tangu kuanzishwa kwa bustani hii, inashirikiana na jamii ya Guifeng katika wilaya ndogo ya Kainan kutoa ajira tulivu za muda mrefu kwa zaidi ya wakazi 300 wa huko. Zaidi ya 130 kati yao wamepata vyeti vya utaalamu wa ujuzi kama wavunaji wa maua na wafungashaji, na kubadili kwa mafanikio kutoka wakulima wa jadi hadi wafanyakazi wenye ujuzi katika sekta hiyo. Ushawishi wake unaonekana kidhahiri. Tangu mwaka 2021 hadi mwaka 2024, kipato cha ziada cha mtu baada ya malipo ya kodi ya masuala ya kijamii katika jamii ya Guifeng kiliongezeka karibu mara 2, kutoka yuan 16,000 hadi yuan 29,000. Licha ya uzalishaji, bustani hiyo imeanzisha utalii wa kilimo. Wageni wanaweza kujifunza mitindo ya maua, kuokoa vitafunwa vya waridi ama kutengeneza mashada ya maua, kuboresha uzoefu wa utalii katika moja ya maeneo ya kuvutia zaidi nchini China. Mbali na hayo, kila siku mamilioni ya vikonyo vinasafirishwa kwa ndege kwenda Kunming, mji mkuu wa maskani ya kituo kikubwa cha mnada wa maua barani Asia, na soko la maua la Dou'an, ambako wafanyabiashara wanajadiliana makubaliano katika muda halisi. Mwingiliano huu tulivu wa kilimo cha kisasa, ufanisi wa ugavi na muunganiko wa dunia umepeleka maua ya Yunnan katika uwanja wa kimataifa. Hii leo
biashara ya nje ya maua ya Yunnan imeshamiri na kufikia zaidi ya nchi na sehemu 50. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第一课，你好。 Tujifunze kuhusu namba. Je, unajua jinsi ya kuelezea namba kwa Kichina? Je, unajua jinsi ya kuandika namba hizi? Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. Tafadhali andika pamoja nami. 二，二， 一，二，三，三， 一，二，三，四，四， 一，二，三，四，五，五， 一，二，三，四，五，六，六。 一，二，三，四，五，六，七，七。 一，二，三，四，五，六，七，八，八。 一，二，三，四，五，六，七，八，九，九。 一，二，
5、6、7、8、9、10、10。Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 你好好，老师再见再见。 Sasa tutaangalia matumizi ya maneno hayo. 你 Tafadhali soma maneno hayo pamoja nami. 你好你好，好好，你好你好，老师老师好老师好，再见再见再见。 Kununua vitafunwa. Mvulana na msichana walienda kununua vitafunwa kutoka kwenye tanuri la mikate. Kuna vitafunwa vizuri sana kwenye tanuri la mikate. Tafadhali chagua idadi ya vitafunwa kulingana na namba na jina la vitafunwa kama ilivyoelezwa. Anataka waffles ngapi? 3、1、2、3。 Anataka mikate mingapi? 5、1、2、3、4、5。 Safi sana. Tafuta maandishi ya Kichina. Sayari ya Pinyin ilipaa angani kutafuta maandishi ya Kichina. Tafadhali tafuta herufi husika sahihi kutoka kwenye chupa kulingana na Pinyin na ueleze namba yake ya mfululizo. Kwa kuchagua jibu sahihi, herufi husika zitapaa na kurudi kwenye sayari ya Pinyin. Tafadhali soma Pinyin hiyo. 你 Ipi ni sahihi? 3、6、7、老、4、5、7。 好，1、
7 3 10 2 3 5 在4 5 7 见3 5 7 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa mtazamaji, naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa mtazamaji, ndipo ninapohitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Unapowasha taa kwa ajili ya mtu, inaangazia njia yako pia. Ukarimu unaofanyia wengine unakuwa nuru inayokuongoza nyumbani. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.